Vipi? Maisha yamesha kusukuma kwenye mto wenye mamba au uko kamili gado? Niamini mimi, changamoto inaweza kuwa tobo la kutoka hapo ulipo kwenda juu zaidi na kushangaza ulimwengu huu uliojaa dharau. Sasa leo nikupe kisa hiki cha mwanariadha wa mfano kwa wengi aliyetazama changamoto kama sehemu ya hatua za maisha na sio tatizo. Jina lake anaitwa Sabina Chebichi. Binti wa mfano. Alizaliwa Juni 13, 1959 katika kaunti ya Trans Nzoia nchini Kenya. Sabina alikuwa mtoto na mwanafunzi kutoka familia duni, lakini kiwango chake cha uvumilivu hakiwezi kulinganishwa na mtu yoyote wa rika lake. Kisa cha binti huyo kinaanza mwaka 1973 alipojiandikisha katika mashindano ya riadha ya Kericho yaliyodhaminiwa na kampuni ya kutengeneza chai ya Brooke Bond. Watu wachache sana walimwamini binti huyu mwenye miaka 14, kwani alitokea kwenye mashindano akiwa amevaa gauni la kijani bila viatu, yani peku, jambo ambalo lilisababisha watu kumcheka, kumdharau, na wengine waliona jambo lile ni upumbavu mtupu, na wengine walitaka hata afukuzwe katika mstari wa kuanzia mbio hizo. Lakini Sabina akiwa na uso wa kujiamini na gauni lake alizima kelele zote, kwani alishika nafasi ya kwanza katika mbio za mita 800 akikamilisha kwa muda wa dakika 2 na sekunde 16 tu na kuacha wapinzani wake vinywa wazi, huku mbio za mita 1500 akimaliza kwa muda wa dakika 4 na sekunde 40. Ushindi wa Sabina pamoja na picha zenye mshtuko kwenye nyuso za watazamaji zilinaswa na mpiga picha maarufu kutoka nchini Kenya, Mo Amen. Habari zilienea haraka kuhusu mafanikio ya ajabu ya Sabina na kumpa jina la The Petticoat Princess kutokana na gauni lake. Wakati chama cha wanariadha walimu wa Kenya, kwa sasa Riadha Kenya, kikitambua uwezo wa Sabina, hivyo katibu wa shirikisho hilo Faisal Sherman alimpa vifaa vya michezo vilivyojumuisha viatu. Pia mwaka huo Sabina alishiriki katika mashindano ya riadha Sardiana nchini Italia na kuweka rekodi ya kuibuka mshindi katika mbio za mita 800 kwa kukimbia kwa dakika 2 na sekunde 12 kwa mujibu wa Reuters. Mwaka 1974 akiwa na umri wa miaka 15, baada ya kushiriki mashindano kadhaa nchini Kenya, Sabina alichaguliwa kuiwakilisha Kenya katika michezo ya Jumuiya ya Madola huko Christchurch nchini New Zealand. Sabina alishindana katika mbio za mita 800 akimaliza ndani ya dakika 2 na sekunde 2 na kutoa medali ya shaba na kuweka historia ya mwanariadha wa kwanza wa kike wa Kenya kushinda medali katika michezo ya Jumuiya ya Madola. Ushujaa wa Sabina umeandikwa katika kumbukumbu za historia ya michezo ya Kenya. Sabina au The Petticoat Princess amethibitisha kuwa msemo wa kwamba clothes make a man or a woman, ambao unamaanisha kuwa sura ya nje ya mtu, haswa mavazi yake, huathiri kwa kiasi kikubwa jinsi wengine wanavyomwona na kuhukumu hali yao ya kijamii, si kweli? Baada ya simulizi ya The Petticoat Princess, vipi? Bado unaichukia changamoto ulionayo sasa hivi? Tuachie maoni yako hapo chini.